Okay, kama tulivyoweza kupata majibu kwa watu tofauti tofauti kulingana na uelewa kuhusiana na swali au challenge yetu ambayo tulikuwa tunaizungumzia siku hii hapa ya leo, kwamba kwa nini Biblia imeandikwa kwa lugha ya mafumbo na mifano. Sasa twende moja kwa moja katika jibu la swali hilo. Jibu la swali hilo linapatikana wapi? Ni kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 10 na wa 11, ambapo Mathayo sura ya 13 mstari wa 10 na wa 11 unasemaje? Mstari wa 10, wanafunzi walianza kumuuliza Yesu kwa kusema, kwa nini unanena nao kwa mifano? Kwa nini unanena nao kwa mifano? Lakini Yesu jibu lake lilikuwa ni lipi? Kwenye mstari wa 11 ndo akaika wazi. Akasema, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakupata nafasi ya kufanyaje? Kuweza kujaliwa kuzijua hizo siri za ufalme wa mbinguni. Yaani ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa kumbe moja kwa moja, kwa nini Biblia imeandikwa kwa mafumbo? Kumbe ndani yake kuna siri. Na hiyo siri ni ya wapi? Ni kuhusiana na ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo jibu jepesi ni kwamba pasipo kuweza kujua mafumbo na mifano hauwezi kuingia mbinguni. Hiyo ni kitu serious ambacho hatupaswi kuweza kuweka masiara au utani kuhusiana na jambo hilo. Kuweka jitihada za kuweza kuhakikisha unaweza kupata solution ya mafumbo na mifano. Na hiyo solution unaweza kuipata wapi? Katika chuo cha Biblia cha Sayuni ambacho kinatoa mafunzo bure kabisa bila malipo ya aina yoyote. Kwa Dar es Salaam yapo matawi mengi, lakini kwa ukanda wa Kimara tunapatikana Kimara Stopover. Ratiba ni mara 3 tu kwa wiki, Jumanne, Alhamis na Jumamosi. Tutaweza kujifunza vitu vingi sana, hususan katika hayo mafumbo ambayo nimeweza kujaribu kuelezewa katika Biblia. Kwa hiyo karibu tuweze kushirikiana pamoja ili kuweza kujifunza kuhusiana na hizo siri ambazo zimezungumziwa katika mafumbo na mifano kwenye kitabu cha Biblia. Lakini pia kuna muda wa kuweza kuingia na umegawanyika mara 2. Kuna darasa la asubuhi, lakini kuna darasa la jioni. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaamua ni darasa lipi itakuwa kwako ni rafiki na kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kufika. La asubuhi linaanza saa 3 kamili, lakini la jioni linaanza saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo ni wakati wako sasa kuweza kuamka na kuweza kufanya maisha imani ambayo Mungu atakayeweza kupendezwa nayo. Usikubali kuweza kudanganya. Usikubali kuweza kudanganya kwa kufuata mitazamo ya watu. Slogan ni ile ile, swali litoke kwenye Biblia, lakini jibu pia liweze kupatikana ndani ya Biblia. Next time tutaweza kuwa na challenge nyingine ambayo inahusiana na roho. Kazi ya Roho Mtakatifu ni ipi? Hiyo ni swali. Kwa hiyo tukutane kwenye comment, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu YouTube. Tupe jina la Hans Hilary. TikTok ni I am Hans, lakini Facebook ni Hans Hilary, lakini Instagram ni I am Hans_85. Lakini bila kumsahau director wangu anakwenda kwa jina la Innocent Mwinuka katika platform zote, YouTube, Instagram, Facebook, lakini pia bila kusahau TikTok. Jina ni moja, Innocent Mwinuka. Karibu sana tuweze kukutana katika challenge inayofuata.